السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد. Ndugu zangu, kalima fupi ya muda huu. Sote tunafahamu kuumbwa kwetu katika mgongo huu wa ardhi. Allah tabaraka wa taala ametuleta katika mgongo wa ardhi. Kisha katika maumbile yetu Allah ametupa mtihani. Ametuweka katika mgongo wa ardhi ili kutupa majaribio, mitihani. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na tone la manii kati ya mume na mke. Lengo la kuumbwa nabtalihi ili tuwape majaribio, mitihani. Kwa uwepo wako katika mgongo wa ardhi, kwa hali zote ni kwamba wewe Allah tabaraka wa taala amekuweka katika mgongo wa ardhi ili kukupa mtihani. Ukifaulu basi uwe katika rehema ya Allah tabaraka wa taala, na usipofaulu uwe katika hasara. Allah atujalie tu miongoni mwa wale ambao watakuwa wamefaulu. Ndugu zangu katika imani, katika maisha haya ambao rasilimali tulokuwa tumepewa na Mola wetu katika mgongo huu wa ardhi, ningependa nizungumzie hadithi moja ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akhrajahu al-Imam Ibn Majah min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Katika hadithi hii, ndugu zangu katika imani, kwa zama tulizokuwa nazo katika ulimwengu huu ambao tulokuwa nao, kuna aina ya watu. Makundi haya, kuna watu watakaofaulu mbele ya Mola wao, na kuna watu watakuwa katika hasara katika makundi kutokana na mtihani ambao Allah alokuwa ameweka katika mgongo wa ardhi. Hadithi ya Anas, ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, inna minan nas mafatihu lilkhairi maghaliqu lishar. Inna minan nas mafatihu lilkhairi maghaliqa lishar. Hakika kuna watu, hakika miongoni mwa watu Allah tabaraka wa taala amewajaalia, amewapa funguo za kufungua kheri. Kuna aina ya watu ambao wako katika mgongo huu wa ardhi. Allah tabaraka wa taala amewaweka katika mgongo wa ardhi katika majaribio ambayo Allah alikuwa ameyaweka wao. Allah amewaruzuku akawapa funguo za kheri katika mikono yao, lakini vile vile Allah amewapa funguo za kufunga shari katika mikono yao. Wa inna minan nas, na kuna watu tuko nao katika maisha yetu, tunaamiliana nao katika mgongo huu wa ardhi. Wa inna minan nas mafatihu lishar. Allah amewapa mtihani, wana funguo za kufunga kheri, funguo za shari wanazo. Hizi funguo za shari wanazo katika mikono yao. Wa maghaliqa lilkhair, na funguo za kufunga kheri. Katika aina mbili hizi za watu, kuna watu ambao wakisikia kuna kheri fulani wanakimbia kuiendea kheri ile. Pale ambapo kuna harakati ya kujenga msikiti, wao wanataka wao wa kwanza kuelekea pale. Kuna watu wawili wamegombana, wao wanakimbia kwenda kuwasuluhisha watu hao. Kuna jambo la kusoma taalimi iko msikiti fulani, na wao wanakimbia kwenda kushiriki katika kheri kama ile. Kuna jambo la tahfidhi ya Qur'ani, yeye anashiriki pale. Kuna uchimbaji wa kisima, yuko pale. Kuna jambo la kheri kadha, yeye tayari mstari wa mbele yuko pale. Kwa nini? Kwa sababu Allah amemjaalia funguo za kheri katika mkono wake. Inna minan nas mafatihu lilkhairi biyadihi. Kuna watu Allah amewapa funguo za kheri katika mikono yao. Kila kheri wao wanaikimbilia jambo lile. Lakini watu hao inapotokea jambo ambalo si jema, jambo lenye kuchukiza, Allah halipendi jambo lile, wao hukimbia haraka kwenda kulizuia jambo lile. Imetokea jambo kadhaa, wao wanakwenda kuzuia munkar kama ule. Hawataki shari ienee katika jamii,
ni watu ambao wanalingania kheri daima katika maisha yao. Allah amewatunuku watu hao. Jambo la shari kwao ni jambo lilokuwa mbali baina yao na shari. Mambo ya haramu yote ambayo yalikuwa yameharamishwa, wao hawataka kuendea haramu ile. Hawa ni watu ambao Allah amewatunuku akawapa funguo za kufunga shari. Lakini ndugu zangu katika imani, kundi jingine ambalo Allah amewapa mtihani huo uliokuwa mkubwa, na Allah tukinge katika jambo hilo. Wa inna minan nas mafatihu shar biyadihi, na kuna watu Allah amewapa mtihani wa funguo za shari. Kila aina ya shari ambao wewe unaijua, yeye lazima ashiriki. Kuna fitna fulani mahala fulani, yeye anaongoza fitna ile. Kuna jambo ambalo pengine mke na mume wamegombana, yeye ni watatu katika jambo lile kuhakikisha ndoa ile watu wanaachana. Kuna jambo la msikitini, pengine ustadhi haendi jambo vizuri, yeye wa kwanza kwenda kupeleka fitna pale, pengine ustadhi yule aondolewe. Au kuna jambo la umma wa Kiislamu, wanakwenda kwa mwendo uliokuwa mzuri pale, yeye tayari hataki kheri ile ienee katika jambo hilo, anasababisha shari katika mujitamaa ule. Au anafanya biashara za haramu nyingi tu, lakini biashara zile za kumchukiza Allah tabaraka wa taala, yeye anakuwa sababu ya kufungua shari ile. Ndugu zangu, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akasema, fatuba liman ja'alahu Allah mafatihul khair biyadihi. Wamefaulu wale ambao Allah tabaraka wa taala amewajaalia, amewapa funguo za kheri katika mikono yao. Kila kheri ambayo ulokuwa nayo wewe ndugu yangu katika imani, unakimbizana nayo, basi fahamu kwamba Allah amekuneemesha neema ile, sio kwa sababu ya akili zako, bali taufiki yake Allah tabaraka wa taala amekuruzuku. Shukuru neema hiyo. Wa wailun liman ja'alahu Allah mafatihu shar biyadihi. Ole wao wale ambao Allah tabaraka wa taala amewapa funguo za shari katika mikono yao, kwa sababu mafiki yao, mazingira yao, mwisho wao wanakwenda katika moto wa jahannam, iyadhan billah. Ndugu yangu katika imani, unapoishi katika mgongo huu wa ardhi, kuwa sababu ya kheri, kuwa mwenye sababu ya kheri. Kila jambo la kheri, kuwa na pupa wa kulifanya jambo lile, na kila jambo ambalo litakuwa la shari, uwe sababu ya kuzuia shari ile, kwa sababu hujui katika maisha haya jambo gani ambalo wewe Allah atakuwa amekutunuku nalo, itakuwa sababu ya kwenda peponi. Ndugu zangu katika imani, kullu khairin, kullu shay'in yarhal, kullu shay'in yarhal. Katika maisha haya kila kitu kinaondoka illa alkhair, isipokuwa khairi. Kila kitu katika mgongo huu wa ardhi kinaondoka isipokuwa khairi peke yake. Na haya ndiyo yale ambayo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alivyoteremkiwa na aminul wahi Jibril alayhi salatu wassalam. Katika hadithi ya Ibn Abbas, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Jibril, ish ma shi'ta fa innaka mayit wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariq. Ishi utakavyo, ishi upendavyo, ipo siku utakufa, lakini kipende unachokipenda, ipo siku utatengana nacho. Kwa kullu shay'in yarhal illa alkhair, kila kitu kitaondoka katika maisha haya ya ulimwengu isipokuwa khairi. Fayadhillu, itabaki khairi ile, fayadhillu, itabaki khairi ile imepandwa katika nyoyo zilizokuwa safi. Fahanian liman yazra alkhairi baina an-nas, hongera kwa yule ambaye aliyepanda mbegu nzuri kwa watu, ambao akaondoka katika ulimwengu kila mmoja akamtaja kwa wema. Hakuna kitu kilichokuwa bora ndugu zangu katika imani
kama ufe katika mgongo huu wa ardhi, uondoke umo ndani ya mwanandani katika kaburi lako, umeacha watu huku wakikutaja ndimi zao kwa wema. Kwa nini kwa wema? Kwa sababu funguo za kheri ulizokuwa nazo wewe katika maisha ya ulimwengu, ulikuwa unafungua kheri katika maisha yako. Kila penye kheri wewe umepanda mbegu iliyokuwa nzuri, inaacha athari ambayo upo ndani ya kaburi, watu wanakutaja kwa wema. Haya ndiyo maisha ambayo wewe na mimi tunatakiwa tuishi katika mgongo wa ardhi, tukitenda mema kila wakati. Tukiwa hivyo, bila shaka mbeleni katika maisha ya kaburini, rafiki yetu aliyekuwa mwema, Allah turuzuku tupate rafiki ambaye aliyekuwa mwema, ambaye ni matendo yaliyokuwa mazuri, na siku ya kiyama Allah atufanyie hisabu yetu iliyokuwa nyepesi. Baada ya kusema haya kwa maneno mafupi haya, aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.